Ami. Ayo mothe gotaimanye eria. Nyani. Haleluya. Basi ni njema ambayo Kristo ametujalia watu wanaiaka siku ya leo. Basi Mungu ametupenda mimi na wewe, na ndio maana tumeonana siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nawakaribisha vijana kwa wamama kwa wazee, in the name of Jesus Christ. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuomba kwa ajili ya wanasoko, wale wote wameingia kwa soko, wanabiashara, kwa wazee, kwa wamama. Baba, tunaweka jioni ya leo na tunawafika damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunakuja kinyume na kila maroho ambayo huwa against na mwanadamu. Baba, tunainua neno lako, in Jesus name we pray and believe. Amen, amen. Basi nawakaribisha siku ya leo in Jesus name tukaweze kusoma neno katika Matthew chapter 3. Matthew chapter 3 verse 1 mpaka verse 2. Matthew chapter 3 verse 1 up to verse 2. Neno linasema hivi: siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu inalia nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Basi huyu ni Yohana Mbatizaji anaongea. Yohana Mbatizaji anawaambia watu Wayahudi, alianza kuhubiri kuhusu kutubu kwa mwanadamu. Yohana Mbatizaji alipoanza kuambia watu wa kwamba wakaweze kutubu, ni kwa sababu ya dhambi zao. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu anataka mwanadamu atubu kwa ajili ya dhambi zake. Na siku ya leo basi nimekuja kwa watu wa Ruiru, nami nimekuja si Yohana anahubiri, bali ni mtu wa mayai anahubiri ya kwamba tubuni, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa nini? Ufalme wa Mungu unakuanga umekaribia wakati unataka kukata roho yako. Hapo ndipo ufalme wa Mungu unakuanga umekaribia. Nami nimekuja kukwambia, kabla ufalme haujakaribia, basi anza kutubu. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Na ufalme hauwezi bila ukakwambia ya kwamba ufalme wa Mungu utakuja kesho, ufalme wa Mungu utakuja siku ya Sabato, ufalme wa Mungu utakuja Monday. Hapana, ufalme wa Mungu hatujaambiwa siku ambayo itakuja, lakini siku ya leo ufalme wa Mungu kwa wale ambao wameokoka. Wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, basi siku ya leo wewe uko kwa ufalme na unawakilisha ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu yule ambaye ameokoka anawakilisha ufalme wa Mungu. Na ndio maana siku ya leo basi nimekuja kuwakilisha ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa Mungu ni kwa yule ambaye ameokoka, yule ambaye anamwamini Yesu Kristo, yule ambaye anaamini Yesu Kristo, basi anawakilisha ufalme wa Mungu. Na kama hujaamini ufalme wa Mungu, basi unawakilisha ufalme wa Shetani. Ni kwa sababu gani? Haujaamini Yesu Kristo, haujaamini neno la kweli. Wewe ambaye haujaamini neno la Mungu, wewe ambaye haujaamini
hujaamini msalaba, wewe ambaye hujaamini damu ya Yesu, basi wewe unaakilisha ufalme wa Shetani. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu haujaamini Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Haujaamini neno la kweli ambalo ni neno hili ambalo ninalohubiri siku ya leo. Nami nimekuja basi ninaakilisha ufalme wa mbinguni ambao sasa ni wale ambao wanaamini. Kama hujaamini ufalme wa mbinguni ama hujaamini Kristo, basi wacha nikwambie mpendwa, wewe unaakilisha ufalme yule mwingine. Huyo ni Yohana alikuwa anahubiri akisema tubuni. Tubuni ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana anaweza kuhubiri akiambia Wayahudi. Hata Yesu mwenyewe basi alihubiri katika Mathayo chapter 4 verse 17 ya kwamba tubuni ni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Hata Yesu mwenyewe alihubiri, ukisoma in Mathayo chapter 4 verse 17 ya kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Basi wapendwa, nimekwambia kama haujai amini Yesu, kama hauamini damu ya Yesu, kama hauamini msalaba, kama hauamini neno la Mungu, basi ufalme wa Mungu hauyuko ndani yako. Wewe hapa duniani, hapa Ruiru, unaakilisha ufalme ambao ni wa Kenya. Wewe ambaye haujaokoka unaakilisha ufalme gani? Unaakilisha ufalme gani? Kuna ufalme wa mbinguni, na huu ufalme ni ya wale ambao wameokoka, si ya wale ambao hawajaokoka. Basi huu ufalme ndio lazima utubu dhambi zako. Usipotubu basi hautaingia katika ufalme. Usipotubu dhambi zako huwezi ingia kwa ufalme wa Yesu Kristo. Ufalme wa Yesu Kristo ni wale ambao wametubu dhambi zao. Basi siku ya leo mimi sijui unaakilisha ufalme mgani, wewe mwanadamu, wewe mama, wewe mzee, ufalme mgani unaakilisha siku ya leo? Wewe unanisikia, kama hujaamini Yesu Kristo, basi ile ufalme ambao unaakilisha ni ufalme wa Ruiru. Lakini kuna ufalme ambao ni wa mbinguni, na huu ufalme inatuambia ya kwamba tubuni, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa Mungu ni wa kutubu dhambi zako, si wa kukaa tu. Ni utubu dhambi zako mzee, ni utubu dhambi zako kijana, utubu dhambi zako wewe mama, ndio uingie katika ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni basi utakaribia kwa ufalme wa mbinguni ukiwa mahali ambapo unataka kukata roho yako. Hapo ndipo ufalme wa Mungu umekaribia. Usingoje ukaanza kugonjeka. Anaona picha. Anaenda kuona. Ndio nafikianga yule mama alikuwa na wanaume 5, anaambia wenzake, niitieni pasta niongoze toba. Usingoje hiyo wakati mzee. Kijana, usikule mboka sana. Sasa ile unataka kuenda, ndio unasema pasta pita. Niombee niokoke. Ndio utaokoka, lakini kumbuka kuna judgment. Kuna suffering bado. Hiyo utakuwa umemaliza ya kimwili, lakini ya kiroho kuna yule amekungoja mahali pale in the second realm, ambapo ni Shetani mwenyewe na mapepo zake wamekungoja in the second realm. Wana claim ya kwamba
haukushinda Ruiru, haukushinda Kenya. Na ndio maana siku ya leo nimekuja kukwambia anza kutubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubu dhambi zako, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu, wewe ambaye umeokoka, ni wewe unawakilisha ufalme wa Mungu Ruiru ama katika Kenya. Wewe ambaye haujaokoka, basi ufalme wa Mungu hauyuko ndani yako. Lakini leo nimekwambia tubu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Hautasema ni Wednesday, hautasema ni siku ya Sabato, hautasema ni Tuesday, bali ufalme wa Mungu utakuja. Haututaambia hata saa hii, haujui kama utaona news ya saa moja. Kwa hivyo anza kutubu kwa ajili ya moyo wako, ni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alihubiri katika Matthew chapter 4 verse 17, anarudia yale maneno Yohana alisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na sisi wanadamu ndiyo tumepewa mamlaka kuwakilisha ufalme. Sasa mimi sikii unawakilisha ufalme wa aina gani? Ni ufalme wa wazee watatu? Ni ufalme wa mama wanne? Ni ufalme wa kamote? Ni ufalme kijana wa kukula mogoka kama mbuzi? Basi huo ufalme, basi hautaingia kwa ufalme wa Mungu. Maana kwa ufalme wa Mungu wale wote wanakula majani kama mbuzi watatengwa. Maana neno linatuambia in Ezekiel 34, Mungu atatenga mbuzi na kondoo, na wewe kijana unakula majani kama mbuzi. Kwa hivyo, kwa hii ufalme wa Mungu hautaingia. Ufalme wa Mungu wale wataingia ni wale ambao wamekiri Yesu Kristo, wameamini msalaba, wameamini damu ya Yesu. Lakini kuna watu bado wanaamini kanisa la jangwani, bado wanasema ya kwamba kanisa la jangwani, bado wameshikilia sheria ya wana wa Israeli, hawajaingia kwa neema. Yesu alituondoa kwa sheria ambayo ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Sasa tunaishi kwa neema, tunakula kwa neema, tunalala kwa neema, na hiyo neema basi inatoka kwa msalaba ambayo Yesu alisulubishwa pale msalabani. Kwa hivyo wale wote ambao wako chini ya sheria, basi neno linasema wako chini ya laana. Wagalatia 3 mstari wa 10 mpaka 13. Wale ambao wametegemea sheria, na hiyo sheria basi ilikuwa ni ya wana wa Israeli, basi bado siku ya leo nimekuja kuambia tubuni, ni kwa sababu ufalme wa Mungu hamutaingia. Yesu atawaambia ya kwamba mimi nilikuja na neema, lakini nyinyi mkakaa kwa sheria. Kwa hivyo hamjatambua damu ya Yesu Kristo. Nimekuja kuambia watu kama hawa watubu dhambi zao, kwa sababu siku ya leo ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu hautatangazwa. Ufalme wa Mungu hautasema. Hata wale wanaenda kanisani, hata wale wanasema ya kwamba ni siku ya Sabato ndio ya kuabudiwa, hawa ni Mafarisayo. Lakini Mafarisayo wamevaa mavazi, huku nje wanaonekana ni wazuri, lakini ndani ni mbwa mwitu. Hawa ndio tunasema ya kwamba Yesu aliwakemea katika Mathayo 23:23. Aliwakemea akawaambia, enyi Mafarisayo vipofu, enyi Mafarisayo vipofu, mnajua mpaka siku, lakini ufalme wa Mungu hautakuja utangazwe siku ya Sabato ama Sunday. Ufalme wa Mungu unaweza kuja hata saa hii kwa jina la Yesu. Kwa hivyo tubu dhambi zako, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Na kama hujaamini Yesu Kristo, basi
jue ya kwamba una